Kauli ya askofu huyo inajiri siku chache baada ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kujikuta kwenye hali tata kufuatia matamshi yake yaliyodaiwa kumdhalilisha aliyekuwa kinara wa ODM marehemu Raila Odinga. Na tunaposikia matamshi kama hayo kutoka kwa mtu tajriba ya juu kama gavana, tuna wasiwasi na uongozi wake. Tunasema watu kama hao wasiwe viongozi katika taifa letu, kwa sababu wanaashiria mambo ya fitina, wanaashiria mambo ya kugawanya watu na hata kuleta furugu katika taifa. Tungependa kila kiongozi, kila mhubiri, awe mwanasiasa, awe mhubiri, awe mfanyabiashara, ahubiri amani ili nchi yetu ikuze na iendelee. Askofu Wafula amewataka viongozi wote nchini kutumia majukwaa ya kisiasa kuhubiri amani, mshikamano na maendeleo badala ya matusi na uchochezi. Aidha, mwalimu wa chuo hicho Nancy Kurushi amewarai wazazi kuwashauri wanao kukumbatia elimu ya vyuo vya kiufundi kama njia mojawapo ya kuwawezesha kupata ajira na kujiepusha na visa vya dawa za kulevya na mimba za utotoni, huku wito wake ukiungwa mkono na mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Joseph Wafula. Kazi ambao uko na watoto ambao masomo yao yanatatizwa kupitia kwa mimba za mapema, tunaomba ya kwamba watoto hawa wasichana hao wakaweze kuja hapa shule, maana kuna hata zile courses za wale ambao hawajaenda shule. Kuna kizazi chetu cha Alpha Gen Z, hao vijana hawana